Alhamdulillah rabbil alamin, kwa hakika nina furaha kubwa sana. Furaha inatokana na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha, alituchagua tukaingia katika Ramadhani, hatimaye tumemaliza Ramadhani kwa uzuri, ametupa afya. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru, lakini nina haki ya kufurahi kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza furaha ya Muislam ni pale anapokamilisha taa. Kwa hiyo alhamdulillah, Allah ametuwafikisha, tumekamilisha, tuna haja ya kufurahi. Ni sunna hii Waislamu siku ya leo wawe ni wenye furaha. Kwa yule ambaye hakupata nafasi ya kusikia mtu aliyefilisika, umemgusia hapa, hebu wafahamishe kidogo na kutazama kwa ufupi. Hakika wallahi ni jambo la kuchukua tahadhari, kwa sababu tunakusanya mema mengi tunawekeza katika Ramadhani, lakini kuna uwezekano mkubwa haya mema yote ambayo tumeyakusanya yakawa yameteketea. Ndio tukakumbusha Waislamu wachukue tahadhari na haki za watu, kwa sababu kufilisika ni kwamba anaweza mtu kufanya matendo mazuri alafu anawadhulumu waja wa Allah. Mwisho wa siku ya kiyama tunalipana thawabu, hatulipani pesa wala kitu kingine. Kwa hiyo ikifika siku ya kiyama watakuja wanaomdai mtu, wataanza kuchukua hasanati zake. Swala itachukuliwa, zaka itachukuliwa, somo itachukuliwa, sadaka itachukuliwa na mambo mengine. Kwa hiyo kuna haja mtu kuchukua tahadhari kuyalinda matendo yake. Umegusia pia namna ambavyo watu watakiwa washerehekee Eid zao. Watu wanateleza wapi mpaka wanapitiliza sikukuu ya Eid? Naam, pahala wanapoteleza watu ni pale wanapojisahau wakaamini kwamba wako free, wana uhuru. Muislamu hana uhuru. Muislamu anaishi kwenye mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uhuru wa Muislamu ni pale ambapo anasimama kwenye mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kusimama katika sheria na mipaka sio maana yake tumenyimwa uhuru, bali hapo ndio pahala sahihi, kwa sababu Mola wetu anajua ni mambo gani yana maslahi na sisi na ni mambo gani yana madhara na sisi. Kwa hiyo kila alichotukataza kina madhara na kila alichoturuhusu kina manufaa. Kwa hiyo raha na furaha ya kweli ni kusimama pale kwenye mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaenda kwenye mwezi wa Shawwal ambao tayari tupo. Lolote la kuzungumza na Waislamu hasa kuhusu ile funga na fawaid zake? Naam, hakika ninalo la kuzungumza. Waislamu wasiende likizo baada ya Ramadhan. Ramadhani ilikuwa ni kama semina tu ya kwamba kumbe tunaweza tukaishi maisha mazuri ya kufunga yakatuweka karibu na Allah. Sasa mwezi wa Shawwal Allah jalla wa ala ametupa nyongeza nyingine. Tumefunga Ramadhani, tumemaliza, anatupa nyongeza nyingine kwa ajili ya kuongeza thawabu zetu. Kwa hiyo Waislamu, Allah tusidhani kwamba pengine funga ya Shawwal ni baadhi tu ya watu. Manake baadhi ya vijana wanaweza wakadhani hii ni maalum kwa wazee. Hapana, bali kijana anahitaji zaidi, kwa sababu ucha Mungu kijana na uhitaji zaidi, bado ana damu inachemka bado hivyo. Kwa hiyo tunahusia sana vijana wafunge siku 6 hizi ili waweze kupata thawabu na ujira wa saumu ya mwaka mzima, na hii ni ofa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia. Jazakallahu khair. Allahumma amin.